Tofauti iko wapi sasa hapa? Kumweka Kajala ambaye ana followers wengi atafanya nyimbo iende, au kumweka ambaye ana followers wachache? Ipi ni impact kubwa kwenye muziki wetu? Ni kumweka Kajala of course. Lakini kuna mtu kama Bank W yuko Nigeria, amepiga kama ngoma 5 na mwanamke wake, zimehiti zote na ndo ngoma zake kubwa. Kuna mtu anaitwa Medi yuko Rwanda hapo, ana ngoma 3 zinahiti vibaya, video queen mke wake, na ndo ngoma zake kubwa. Sababu usije ngongea na watu wengine, lakini binafsi yangu wachambuzi wamekuja juzi kaka. Muziki upo muda mrefu sana. Kwa hiyo mimi nadhani tu ni moja ya kwao kutafuta riziki na vitu kama hivyo, na kama nilivyosema tusiwagushi. Bwana feeling, kwanza nashukuru sana, lakini nikisema nashukuru, nawashukuru waandishi, nashukuru mashabiki zangu, nashukuru timu yangu, management yangu, nashukuru sana bwana Harmonize, lakini sana namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo feeling yangu mimi bwana, najisikia faraja. Hamna raha kama kufanya kazi kubwa na ikapokelewa kwa ukubwa. That means a lot. Kufanya kazi na Harmonize ilikuwa ni ngumu ama rahisi kiasi gani? Bwana, kufanya kazi na Harmonize ilikuwa ni ngumu na ni rahisi kwa sababu sisi ni familia cha kwanza, lakini pia mimi ni mtu ambaye sifanyi kazi na wewe kwa sababu nakujua. Kwa sababu najua na wasanii wengi sana tena wakubwa pia, kila siku tunakaa wote pamoja. Na lakini naangalia wakati na kuhitaji vipi, wewe ni nani na unanipeleka wapi pia. Kwa sababu kubwa nasikumia kufanya kazi na Harmonize ni kwa sababu nilikuwa namhitaji sana kwa muda huo, lakini pia wakati wa Mwenyezi Mungu ulikuwa umefika na nilihisi kufanya kitu tunafika pale ambapo pia natamani kufika. Yeah. Unapokuwa unazungumzia Harmonize ni miongoni mwa wasanii ambao wanaandika sana. Hii kanifanya nijiulize Battle Studio hivi ilikuwaje? Haujafuta verse mzee wangu kwa ajili yake? Hapana. Wewe unajua kama mimi pia ni mwandishi mkali sana. Wote mmekutana. Nimeandika hiti nyingi sana. Kwa hiyo tumekutana waandishi bora. Harmonize ni mwandishi noma, anajua muziki. Mimi namuita music machine. Mtu mbaya sana. Kwa hiyo kwenye kukutana pale, mimi pia binafsi nimejifunza vingi kwa sababu amefanya hit song nyingi sana kupita mimi, ana jina kubwa kushinda mimi. So nimejifunza vingi sana kwake na ni noma, mwandishi noma sana, na hiyo siku tulienjoy sana. Yeah. Wote wawili mnaweza kuwaleta mama zenu kwenye video. Anti, lakini pia nimleta Kajala. Ni kitu ambacho mlikiplan, lakini pia ilikuwa ni ngumu kuwaleta wote wawili kwenye sehemu moja. Hapana, kwanza ukumbuke wale ni ndugu kushinda sisi. Kwa hiyo we are family. Kwa hata siku ambayo tunarekodi nyimbo hiyo ya studio hiyo ninakwambia, Anti alikuwepo, Kajala alikuwepo. Tulitoka nyumbani kama saa 7 usiku tukaenda kufanya session. So tukamkuta pia Kajala hajalala na pia anaisubiri session. Unaona raha kwa na familia na wake ambao wanasupport. Ya kwa tukafika pale, Anti akakaa na rafiki yake, mimi nikakaa na mwanaume mwenzangu ndani huko, pika vitu, akasikiza magoma, akanilisha na wao. Yaani ngoma tulianza kuvibe nao kuanzia usiku huo. Kwa hiyo haikuwa ngumu katika kukusanya wote pamoja kwa sababu hata project yenyewe tumetengeneza pamoja. Yeah. Waliposikia tu mara kwanza walipitisha huko na vitu walikuwa wahitaji. 100%. Yaani kila mtu alikuwa anaimba kuanzia studio. Yaani imetoka studio tayari, yani siko tu kwa shahidi kwenye masikio yetu vibaya. Yeah. Nasema unajua ulijiaminisha sana mzee wangu, ili ngoma lazima litahit. Confidence ulitoa wapi? Hiyo confidence ni kazi. Confidence kama ninavyokuambia, ukitaka ukiwa unaenda lazima unajua hatua zako. Uweze ukakanyaga, kuna shimo unaingia, lazima unajua hatua zako. So si ile confidence kwa ajili ya kumtisha mtu. Ile pia ninajipa mimi hope na kuonesha kwamba wewe ni mwanaume, fanya, yani wewe kwani usifanye sasa. Unaelewa? So kwamba ni kwa ajili ya mtu yoyote ama kumtisha mtu ama kufanya nini. That's why nimewaambia ngoma isipohiti naacha muziki na stop miaka 3. Sio namwachisha mtu muziki. Mimi mwenyewe binafsi yangu. Kwa hiyo nilikuwa nashindana na nafsi yangu, which is very perfect ukiachana na wachambuzi. Ni very perfect. Kwa hiyo mimi nashindana na nafsi yangu sana. Yeah. Wachambuzi wanakukera? Hawanikeri kwa sababu anatafuta riziki. Hiyo hamna kitu kibaya kama binadamu mwenzio kukukera bwana. Hiyo ni kitu kingine hiyo. Labda tu kama kuna muda ananiudhi nini, lakini ni kawaida. Unajua bwana, ogopa mwanaume ambaye anatafuta riziki afu haibi, hatukani mtu, hapigani na mtu. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo mimi yani aliongea vibaya vizuri, yani hiyo ndo kanisupport sasa. Yani hiyo ndo kanisupport mwanangu. Kwa hiyo mimi nawaheshimu wote, kila mtu kwa upande wake. Tuendelee kupiga kazi. Kusa, hongera sana. Narudi nyuma kidogo, mwaka jana tulikuja na EP ya Bumbuli Boy ambayo imepokelewa pia na mashabiki kwa ukubwa, na nakumbuka kwenye mahojiano ambayo tulifanyaga huko nyuma ulisema kupitia ile EP ya Bumbuli Boy ikileta matunda mazuri basi utamboreshea ndugu yako Ali kule Tanga. Pengine tupe mrejesho kwenye hili EP, imekupa yale majibu ambayo ulikuwa unatarajia? Bwana, kwanza kabisa nikisema hajanipa majibu ambayo natarajia nitamkosea Mwenyezi Mungu, kwa sababu usimuona hata leo watu kibanda Bumbuli Boy. Rafiki yake Ali
Au ndio matunda. Matunda sio tu nyimbo kwenda mtaani na kuhiti. Matunda ni mengi sana kwa msanii. Yaani nje ya muziki kuna vitu vingi inabidi ufanye na jamii ione kabisa huyu ni mtu mzima, huyu ni ndugu yetu. Kwa hiyo EP ilienda vizuri sana, mshukuru Mwenyezi Mungu, imeacha legacy kubwa kwenye mtaa, imeacha upendo sana. Nimeona sasa hivi wasanii wamekuwa kwa kusaidiana. Lakini ni moja ya kitu ambacho kimewavutia sana watu, na kitu kizuri kiwavutia watu mara nyingi huwa wanaiga. Na hapo ndo kwenye impact kubwa. Kwa hiyo masuala ya pia ndugu yangu Ali tumeendelea vizuri, tumeshapata kiwanja pale pale kwao, ndugu zake wametoa, tumeshaanza msingi tayari, tunaendelea vizuri slow kwa sababu tunajua pia sina kikubwa hivyo, Mwenyezi Mungu ndo anataka azidi kunipa ili nizidi kukamilisha yote. Kwa hiyo slow lakini tushaanza kila kitu na Ali anaenjoy sana. Na sio Ali, mpaka Baraka nyumba yake pia imeanza. Japo ni ndogo lakini hivyo. Umekuwa kioo cha wengi. Of course ni mtu ambaye unapakia sana klipu za kusaidia watu kwenye kurasa yako ya Instagram, na watu pia mashuhuri pia wanazikubali na wanapenda kile kitu ambacho unachokifanya. Pengine ni nini hasa ambacho Kusa anachokiona mpaka unasema ngoja nipakie hizi klipu ambazo zinasaidia watu? Nini hasa ambacho wewe unakiona mpaka unasema ngoja nipakie kwenye kurasa zangu? Bana, swali zuri sana hilo. Unajua kuna namna watu pia wanaona kama huyu hao anafanya show off. Kama kuna juzi nimeposti clip na rafiki yangu Ali, nikaandika maneno ambayo ametoka moyoni mwangu kabisa, ila kuna mtu akacomment pale, kila ukitaka kutoa nyimbo unamtumia Ali kama kiki. Lakini nilifurahi sana kwa sababu nilijua rafiki yangu Ali amekuwa star kiasi gani, umeelewa na yule jamaa akaongea anatumia kama kiki, lakini hata hajui kamjulia Ali wapi. Kwa hiyo ni kitu ambacho umekiongea kizuri sana. Mimi nafanya vile mwanangu kwa ajili ya culture, kwa ajili ya kuboresha, kwa ajili ya kujenga, kwa ajili ya watu wengine waone na kuiga. Unajua watu ndio maana hata ukiona ninavyosaidia watu, siwasaidia watu mamilioni ya pesa. Ni vitu vidogo sana. Sio, unajaribu kuonyesha jamii na watu lazima kwamba kumsaidia mtu si lazima uwe na mapesa mengi. Unaweza ukaa na kidogo chako alafu kumsaidia mwanao na akaridhika sana, kwa sababu sio kila unachohitaji wewe ndio anachohitaji mwanao. Kuna namna unaweza ukaa na shilingi 1000 afu mwanao anahitaji 200 tu ili ya pesa. Kwa hiyo nafanya vile kuonyesha watu kwamba si lazima uwe na kikubwa. Tushare kidogo chetu, tusaidiane, tusapotiane, tuhudumishe upendo wetu. Hicho ndio kikubwa ninachokitengeneza, yani hivyo. Sawa. Hapo umezungumzia kuhusiana na swala la wachambuzi. Mijadala imekuwa mingi siku hizi, na nikifuatilia kidogo kama wenzetu Nigeria, South Africa wanadumisha sana muziki wao, na sisi pia tunaiga mapiano, tunaiga afrobeat kutoka Nigeria na zinafanya vizuri. Unafikiri wachambuzi wanasababisha nyinyi wasanii pamoja na mashabiki wanasababisha nyinyi wasanii kufanya kazi chini ya kiwango, labda kwa vile wanawapa pressure kwamba tunataka muimbe labda mapiano, muimbe sijui muziki gani, badala ya kuimba muziki wetu wa Bongo Flava ambao na sisi tunautaraji kuutambulisha kimataifa kama ambavyo Nigeria, South Africa wanavyofanya, muziki wao unapenya huko kwetu? Yawezekana wanawachanganya watu wengine, sababu sisi ngoongea na watu wengine, lakini binafsi yangu wachambuzi wamekuja juzi kaka. Muziki upo muda mrefu sana. Kwa hiyo mimi nadhani tu ni moja ya kwao kutafuta riziki na vitu kama hivyo, na kama nilivyosema tusiwagushi, kwa sababu kila kitu huwezi kuona faida yake sasa hivi. Unaweza kuja kuona impact ya wachambuzi baadaye miaka mitatu. Kwa hiyo ya Mungu mengi bwana. Lakini mimi sidhani kama wao ni sababu ya watu kufanya kazi chini ya kiwango. Lakini tu ujue, kwa mfano mimi Kusa ukinisema mimi napokea poa tu, maana unaona hata wakisema wachambuzi naenda na comment vizuri kabisa. Ila kuna Juma yuko huko atakasirika, ataumia, atajisikia vibaya, mtamkosesha, mtamkadisha tamaa. Yaani ambacho tu kidogo kimekaa vibaya ni kwamba wana disi paka kitu kizuri. Baada ya kuonyesha tu kwamba hiki ni kizuri, hiki ni bora, au paka kile kizuri, kwa sababu wana watu wao wanafanya kwa upande mwingine. Kwa hiyo hiyo ndio mbaya, ila kwa vingine vyote wako sahihi. Lazima tuwe na watu kama wao duniani. Kuna mchambuzi mmoja aliandika kwenye kurasa yake ya Instagram akaika kijembe kile kwa kinamhusu Konde Boy kumtumia Kajala kwenye video zaidi ya moja na nini na nini. Ukiwa kama msanii unadhani ni sahihi kuongea vile kwamba kumtumia mpenzi wako zaidi ya video moja kwenye nyimbo zako? Tunatofautiana sana uelewa, ndio maana hata waandishi pia ni binadamu, kwa na wenyewe pia wanatofautiana uelewa. Kuna waandishi wengine wapo tu wanataka show off, wanataka vitu vya kijinga tu kutrend, kwa sababu yani tofauti kwa wapi sasa hapo? Kumweka Kajala ambaye ana followers wengi atafanya nyimbo iende, au kumweka ambaye ana followers wachache? Ipi ni impact kubwa kwenye muziki wetu? Ni kumweka Kajala of course. Lakini kuna mtu kama Bank W yuko Nigeria, amepiga kama ngoma 5 na mwanamke wake zimehiti zote na ndo ngoma zake kubwa. Kuna mtu anaitwa Medi yuko Rwanda hapo, ana ngoma 3 zinahiti vibaya, video queen mke wake na ndo ngoma zake kubwa. Unaelewa? Kwa hiyo kila mtu anavyotengeneza misimu yake, na hukatazi kumwambia mtu aache kuongea kitu, lakini kwa upande huu Harmonize ana akili sana, ndio maana yuko pale pia. La mwisho kutoka kwangu, kitu gani ambacho umejifunza kutoka kwa Konde Boy kupitia hii project yenu ya Kama Sio?
Mimi nimejifunza tu kwamba kila kitu kinawezekana. Hata Konde Boy alikuwa kama wengine, ndio wakawa vile. Kwa hiyo wengine pia wapambana, anaweza kuwa kama Konde Boy. Ndoto zako zilikuwa kwa muda gani? Sasa mimi na wish kufanya kazi na Harmonize, yani zilikuwa tangia mwaka gani pengine una wish hivi? I think tangu alipoanza kufanya vizuri, kwa sababu nitadanganya nikisema tangu yuko mtaani nataka kufanya naye collab. Alipoanza kufanya vizuri, niko na msanii mbona mzuri sana, kuna impact kubwa, kwa hiyo tukifanya kitu mbona inaweza kawa kitu sana. Kwa hiyo tangu kipindi hicho nilikuwa nikitamani kufanya naye kazi. Yeah. Sawa, tofauti kati ya Kusa wa kabla hajakutana na Anti na Kusa sasa hivi tofauti vipi? Tofauti kwenye nini labda? Maisha na nini na muziki, yani kila kitu. Okay. Tofauti ya kwanza, yule Kusa alikuwa yuko peke yake, huyu yuko na Anti. Lakini tofauti ya pili ni kwamba kwenye maisha ya mwanaume akiwa na mwanamke mwenye akili, kuna mambo husonga tu bila wewe kujua. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ameenda vizuri kwa sababu mwanamke wangu ana akili, ananipenda na ananivumilia pia. Lakini tofauti ya tatu, tuna familia kubwa. Kwa hiyo familia ni majukumu ujue. Kwa lazima ubadilishe ratiba na vitu vingine. Kwa hiyo hizo ndio tofauti kubwa. Unahisi kuna kitu chochote ambacho kinaweza kuwafanya mkawa mbali? Kaachana siku moja. Kifo tu. Kusa wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao unatazamaga reality A-list show ya Wakezendo na watu na kina Kajala nani? Natazama. Wewe unafurahishwa na yote ambayo huwa anazungumzwa pale? Kusema kweli sifuatiliaji kwa muda yote, ila tu anaonifurahishaga na kaa nayo, mengine naacha kwa sababu ni kipindi. Kwa mchache kipi ambacho kishakwaza macho Anti kuzungumza kuhusu wewe? Hajawahi kunikwaza kusema kweli. Ni manyama nyama tu. Mimi na enjoy tu mzee. Mimi niko vizuri tu. Shukrani. Tuko pamoja mzee. Salute.